Siku ya jana niliweza kuposti video ambayo ilikuwa inaeleza ni kwa namna gani ambavyo maadui wa gizani wamekuwa wakiwashinda Wakristo pindi wanapoingia katika maombi ya vita, na nikaelezea ni kwa sababu gani. Baadhi ya watu wamekuwa wakiuliza, mtumishi wa Mungu, maana nilielezea sababu, nikasema Wakristo wanashindwa namna ya kujiandaa ama namna ya kujipanga kabla hawajaingia katika maombi ya vita. Sasa watu wakawa wanauliza, mtumishi wa Mungu, unaweza kutuelezea tunapaswa kujipanga kwa namna gani ama maandalizi yapi tunapaswa kuyaandaa kabla tujaingia kwenye maombi ya vita? Sasa naomba unisikilize kwa makini. Niko hapa nataka nikuelezee, na nitakuelezea katika njia mbili ambazo utazitumia kwenye maandalizi yako, and I believe ya kwamba yatakusaidia utapoingia katika maombi ya vita. Jambo la kwanza unalopaswa kufanya kabla hujaingia kwenye maombi ya vita ni kuomba toba na rehema. Toba inatangulia kabla ya maombi ya vita kuanza, na nitakwambia kwa nini toba inapaswa kutangulia. Kwa sababu toba ama rehema unayoomba inaenda kuondoa uhalali ambao ungemsababisha adui akushambulie na kukushinda wakati wa vita. Rehema unayoomba inaenda kuondoa uhalali, au kwa njia nyingine inaenda kuondoa zile sababu ambazo adui angezitumia kwa kushinda na kukupiga kwenye maombi ya vita. So unapotanguliza toba na rehema, unajiwekea ulinzi wewe mwenyewe binafsi. Adui hataweza kukushambulia kirahisi kwa sababu kuna defense ambayo ipo kwako. Hilo ni jambo la kwanza. And jambo la pili, au unapaswa kujiandaa katika namna ya kuandaa neno ama vifungu vya Biblia kabla hujaingia kwenye maombi. Unaingia kwenye maombi ya vita, je, swali la kujiuliza, una vifungu vya kuweza kusimamia wakati unapoingia kwenye maombi hayo? Wakristo wengi wamekuwa wakiingia kwenye maombi ya vita pasipokuwa na vifungu vya kusimamia au kuwasaidia wakati wa maombi ya vita. Ukiingia kwenye maombi ya vita pasipokuwa na neno la kusimamia, ni hauna tofauti na sawasawa na mtu ambaye ana bastola lakini haina risasi ndani. Maanake hautakuwa na madhara yoyote upande wa maadui zako. Kwa unapokuwa na neno la Mungu la kusimamia, tafsiri nyingine utakuwa na silaha ya kuweza kumshambulia adui. Shetani ama mapepo hayaogopi tu maombi. Shetani ama mapepo ama maadui zako wanaogopa maombi yaliyoambatanishwa na neno. Utasema, mtumishi wa Mungu, nasema nini? Sikiliza, angalia mahali ambako shetani anamfuata Kristo akiwa katika maombi ya siku 40. Anamkuta yupo kwenye maombi, anataka kumjaribu. Hatukuona mahali popote ambako Yesu alimshinda shetani kwa kumwambia kwamba toka hapa na kuanza kuomba kwamba maombi yangu ya siku 40 yana nguvu kukushinda wewe. Lakini tunaona mahali Yesu anamshinda shetani kwa kumwambia kwamba imeandikwa.